review mchoro wetu ili tujenge kituo kikubwa cha polisi ambacho ndio hichi hapa. Alafu tutajenga laundry kwa maana ya sehemu ya kufulia, vyoo pamoja na restaurant, lakini kwa nyuma hapo tutakuwa kuna vibanda vya kuwezesha huduma ya pesa kutoka kwa maana ya M-Pesa na vitu vingine vya huduma kama hizo ambazo zinahitajika kwa msingi. Alafu baadaye tutajenga ukuta kuzunguka. Alafu ndani yake tutafanya compaction ya udongo, alafu tuweke na paving kama ni parking. Lakini ndani yake tutakuwa kuna garage ya kuweza kufanya service ndogo ndogo. Eneo hili likishakamilika tutaboost sana mapato ya halmashauri, lakini tutaokoa sana barabara zetu ambapo magari yanapaki ovyo. Kwa hiyo lengo la mradi lilikuwa ni hilo, na nimshukuru mkurugenzi na watendaji kwa sababu kama alivyosema katika program ambazo tulizipanga kuzitenda katika kipindi hiki, vitu ambavyo vitaongeza mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulivyoipokea halmashauri yako, mapato ya halmashauri yalikuwa bilioni 2.5. Huwezi kufanya chochote, huwezi kufanya maendeleo. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba lazima tuongeze vyanzo vya mapato. Kwa hiyo tukao tunajitahidi kila mahala, tunapambana na kufikiri. Leo tunazungumzia bilioni 9 katika kipindi hiki cha miaka 5. Lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais. Ametuongoza vizuri, na manake sasa hata vision yetu ya kwenda kwenye jiji baadaye, sio leo, tunaona kama tunaota na tunaweza tukaifikia. Pekee tuwapongeze kwa kubuni jambo kubwa ambalo kwanza litabadilisha sura ya mji, kwa maana malori huko yamejaa. Ukienda sasa hivi Faranyaki pale yamejaa pale Mabena, yani mpaka barabara inakosa kupumua, watu pale wakati mwingine mpaka inaweka jamu. Tumekuja kutekeleza mradi huu kwa maana ya kwamba una jengo la utawala ambalo ndo lile pale, alafu una jengo la maktaba pamoja na jengo la tehama yale pale, lakini una madarasa 8 ambayo ni haya hapa na hayo ya nyuma, alafu kuna maabara 3, alafu kuna vyoo, na yote Mheshimiwa Mwenyekiti tumetekeleza. Tuko kwenye 80% sasa hivi. Hapa tunatarajia mwezi ujao, mwezi wa 6 ama mwishoni mwa mwezi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakuwa tunamaliza kabisa, kwa sababu hatua iliyofikia ni kuweka frame, kuweka vigae ambavyo tumemkagua mkandarasi, tayari vigae viko site. Kwa tuna hakika kwamba ndani ya muda wa mkataba tutakuwa tunamaliza. Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru mwaka huu tumependekeza Mwenge wa Uhuru ufike hapa tarehe 14 kwa ajili ya kuwekea jiwe la msingi. Tunayo furaha kubwa kwa Mheshimiwa Rais kutupatia hili fedha, lakini ni wapongeze watendaji wakiongozwa na Bashiru Mmoja, wakili. Kwa kweli kazi ya usimamizi wa miradi, mimi nilikuwa na ratiba yangu kila Jumatano natembelea miradi yote ya manispaa. Siku hizi nimeacha baada ya kujiridhisha kwa kweli miradi yote kwa kweli ukienda unaikuta kwenye viwango. Samia na Songea. Kwanza tuwapongeze wananchi kuwakuta na mkiwa kwenye shughuli za maendeleo. Hongereni sana, mjipigie makofi mengi. Lakini tuwapongeze kwa kupata mradi mzuri kabisa huu ambao haukuwepo. Tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Kwa uhitaji na kwa ukubwa wa kituo, daktari wakaja na mapendekezo ya hili duka. Kimsingi litaongeza mapato sana kwenye hospitali hapa. Utaratibu wa serikali unaruhusu kuwa na maduka ya hivi kwenye maeneo ya hospitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio hali halisi katika mradi mwingine mkubwa ambao utapitiwa na Mwenge, na kwa kweli vyombo vyote umeidhinisha mradi huu utafunguliwa. Kule tulikopita miradi ile itawekewa mawe ya msingi. Huu ni mradi ambao utafunguliwa. Na ndio maana unaona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tulimuomba, tayari ameshaweka jiwe la msingi, na tunachosubiri sasa ni Mwenge upite kwa ajili ya kutuzindulia kabisa mradi huu.